Mashambulizi yanayoshukiwa kuwa ni ya anga ya Marekani yalipiga Yemen usiku wa kuamkia Jumamosi, yakiripotiwa kusababisha kifo cha mtu mmoja, huku jeshi la Marekani likikiri kuwa lilishambulia eneo kubwa la kijeshi katikati ya mji mkuu wa Sanaa linalodhibitiwa na waasi wa Houthi. Athari kamili za uharibifu na idadi kamili ya wahanga bado hazijafahamika mara moja. Mashambulizi haya yanafuatia usiku wa mashambulizi ya anga mapema Ijumaa ambayo yalionekana kuwa makali zaidi ikilinganishwa na siku zingine tangu kampeni hiyo ianze Machi 15. Uchambuzi uliofanywa na shirika la habari la Associated Press AP umebaini kuwa operesheni mpya ya Marekani chini ya Rais Donald Trump inaonekana kuwa kubwa zaidi kuliko zile zilizofanywa chini ya rais wa zamani Joe Biden, huku Marekani ikihama kutoka kulenga tu maeneo ya kurusha makombora hadi kuwashambulia maafisa wa ngazi ya juu pamoja na kushambulia maeneo ya mijini. Wakati huo huo, picha za satellite zilizochukuliwa na AP zinaonyesha kuwa uwanja wa ndege wa ajabu karibu na Yemen katika njia kuu ya baharini sasa unaonekana kuwa tayari kupokea ndege na mabomu ya B2 yenye uwezo wa kushambulia Yemen kuanzia Jumamosi. Mashambulizi hayo yanayoendelea hadi Jumamosi yalilenga maeneo mbalimbali yanayodhibitiwa na wanamgambo wa Houthi wanaoungwa mkono na Iran, yakiwemo mji mkuu wa Sanaa na majimbo ya Al-Jafwi na Saada, kwa mujibu wa vyombo vya habari vinavyodhibitiwa na waasi. Mashambulizi hayo huko Saada yaliua mtu mmoja na kuwajeruhi wengine 4, kwa mujibu wa shirika la habari linaloendeshwa na Houthi Saba ilimtambulisha mtu aliyekufa kuwa ni raia. Hata hivyo, wapiganaji wa Houthi na washirika wao wa mara nyingi hawavai sare za kijeshi. Wachambuzi wanaamini kuwa wanamgambo wa Houthi wanaweza kuwa wanapunguza idadi halisi ya waliouawa, kwani mashambulizi haya yamelenga vituo vya kijeshi na vya kijasusi vinavyosimamiwa na wanamgambo hao. Mashambulizi mengi hajathibitishwa kikamilifu na wanamgambo wa Houthi wala jeshi la Marekani, huku wanamgambo hao pia wakidhibiti kwa ukali ufikiaji wa maeneo yaliyoathiriwa. Hata hivyo, shambulizi moja lilitokea mapema Ijumaa limethibitishwa na kamandi kuu ya jeshi la Marekani CENTCOM, ambalo linahusika na operesheni zake katika Mashariki ya Kati. Kamandi kuu ya jeshi la Marekani CENTCOM ilichapisha video nyeusi na nyeupe mapema Jumamosi ikionyesha shambulizi la anga likilenga eneo moja nchini Yemen. Ingawa haikutaja mahali halisi, uchambuzi wa Associated Press AP wa ndani wa video hiyo unaonyesha kuwa shambulizi hilo linahusiana na shambulizi lililofanyika Ijumaa huko katika mji mkuu wa Sanaa. Video hiyo inaonyesha bomu likilipua makao makuu ya amri ya kijeshi yaliyoshikiliwa na wanamgambo wa Houthi, jambo ambalo wanamgambo hao hawajaliweka wazi. Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari inayodhibitiwa na Houthi huko Sanaa imesema kando kwamba mashambulizi ya Marekani siku ya Ijumaa yaliharibu vituo vya utangazaji, minara ya mawasiliano na mtandao wa ujumbe katika majimbo ya Amran na Saada. Mashambulizi huko Amran karibu na Jebel Aswad au Mlima Mweusi yalionekana kuwa makali sana. Wanamgambo wa Houthi wamevamia meli zaidi ya 100 za kibiashara za makombora na droni, wakizamisha meli 2 na kuua mabaharia 4 kutoka Novemba 2023 hadi Januari mwaka huu. Viongozi wao walisema kuwa mashambulizi hayo yalilenga kumaliza vita vya Israel dhidi ya Hamas katika ukanda wa Gaza. Kampeni hiyo pia iliwapa wanamgambo wa Houthi umaarufu mkubwa katika ulimwengu wa Kiarabu na kupunguza ukosoaji wa umma dhidi ya ukiukwaji wao wa haki za binadamu na ukandamizaji wa wapinzani na wafanyakazi wa misaada. Rais Donald Trump, rais wa Marekani, akiandika kwenye jukwaa lake la kijamii la Truth Social, alisema kuwa utawala wake ulilenga wanamgambo wa Houthi kwa sababu ya kampeni yao isiyoisha ya uharamia, vurugu na ugaidi. Alionyesha wasiwasi kuhusu athari za mashambulizi ya wanamgambo hao kwa usafirishaji wa bidhaa kupitia Bahari Nyekundu na Ghuba ya Aden, njia muhimu kwa usafirishaji wa nishati na mizigo kati ya Asia na Ulaya kupitia mfereji wa Suez wa Misri. Trump alisema, "Tutatumia nguvu kubwa ya kijeshi hadi tutakapofanikisha lengo letu." Chini ya rais wa zamani wa Marekani Joe Biden,
Marekani na Uingereza zilianza mashambulizi kadhaa ya anga dhidi ya wanamgambo wa Houthi mnamo Januari 2024. Ripoti ya Disemba kutoka taasisi ya kimataifa ya mafunzo kistratejia ilisema kuwa Marekani na washirika wote walikuwa wamewashambulia wanamgambo wa Houthi zaidi ya mara 260 kufikia wakati huo. Maafisa wa jeshi la Marekani wakati huo walikiri kuwa walikuwa na orodha kubwa zaidi ya malengo yanayoweza kushambuliwa. Ingawa utawala wa Biden haukutoa maelezo mengi kuhusu malengo yake, wachambuzi wanaamini kuwa maafisa walikuwa wakijaribu kuepuka mauaji ya raia na kutorudisha upya vita vilivyokuwa vimeshindikana Yemen, ambavyo vilihusisha wanamgambo wa Houthi dhidi ya serikali ya Yemen iliyo uhamishoni na washirika wao wa ndani wa kimataifa kama Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu. Hata hivyo, utawala wa Rais Donald Trump unaonekana kuwa na nia ya kulenga malengo zaidi kulingana na mashambulizi ya mwisho wa wiki na matamko ya hadharani yaliyotolewa na maafisa wake. Tunawatendea dunia nzima wema na kuangamiza hawa watu na uwezo wao wa kushambulia usafirishaji wa kimataifa, waziri wa mambo ya nje ya Marekani Marco Rubio aliiambia CBS News kwenye kipindi cha Face the Nation siku ya Jumapili. Hilo ndiyo lengo la hapa na tutaendelea hadi tufanikishe. Rubio aliongeza, baadhi ya watu muhimu waliokuwa wakihusika na uzinduzi wa makombora hawapo tena, na ninaweza kusema kwamba baadhi ya vifaa walivyotumia havipo tena, na hii itaendelea. Israel pia ilifanya mashambulizi yake dhidi ya maeneo yanayoshikiliwa na wanamgambo wa Houthi, yakiwemo mji wa bandari wa Hodeida, kutokana na mashambulizi ya makombora na droni yaliyolenga Israel. Wanamgambo wa Houthi walisema wiki iliyopita kuwa wataendelea kulenga meli za Israel zinazopitia kwenye njia za maji za Mashariki ya Kati kama Guba ya Aden na Bahari Nyekundu, kutokana na Israel kuzuia misaada kuingia ukanda wa Gaza. Hadi kufikia Jumatatu asubuhi, hakuna shambulio jipya lililoripotiwa dhidi ya meli za kibiashara. Mtazamaji wa Zone Media, hii ni taarifa ambayo inahusu nchi ya Marekani baada ya kuweza kuwashambulia wanamgambo wa Houthi, ambao imepelekea kifo cha mtu mmoja ambaye ameweza kufariki dunia, ambaye alikuwa ni raia wa kawaida. Na nchi ya Marekani inazidi kuweza kufanya mashambulizi yake katika ardhi ya wa Houthi katika pwani ya Bahari Nyekundu. Sasa Marekani inachukua hatua hizi baada tu ya kuweza kuiomba nchi ya Israel kuacha kuwashambulia wanamgambo hawa wa Houthi, bali wao watachukua majukumu ya kuweza kushambulia waasi, majukumu ya kuweza kushambulia wanamgambo wa Houthi. Na hiki ambacho kinatokea hapa ni kufuatia tu kauli za Rais Donald Trump, rais wa Marekani, ambaye amedhamiria kuweza kukomesha kabisa wanamgambo hawa ambao wamekuwa na nguvu kubwa kijeshi, huku wakitegemea zaidi nchi ya Iran kuweza kuwapa misaada. Na nikwambie tu mtazamaji, Israel bado pia inaendelea kujihami kuhusiana na sakata hili la kuweza kuwazuia wanamgambo hawa wa Houthi, ambao wanaonekana kuwa ni watu hatari zaidi ambao wanaweza wakapelekea maafa makubwa sana katika nchi ya Israel. Sasa tufuatilie kila siku kwa kusubscribe channel yetu Zone Media, lakini kama bado hujaweza kuwa pamoja nasi kwa kusubscribe, basi wakati ni huu sasa. Lakini vile vile usiache kulike video zetu, kucomment na kushare kwa wengine ambao nao hawajapata taarifa hizi, basi waweze kupata taarifa hizi. Na hii ni Zone Media, jina langu ni Victor.